an yaminihi wa shimalihi khututan, kisha akachora kulia mwa ule mstari, kuliani na kushotoni akachora mistari mingine. Akasema hadhihi subulu, hizi njia zilizopo tunazoziona kulia na kushoto, laysa fiha illa ash-shaytan yad'u ilaiha, hakuna kwenye hizo njia isipokuwa kuna shetani anawaita watu katika njia hizi. Thumma tala qawla Allahi, kisha Abdullah ibn Mas'ud anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam akasoma kauli ya Allah, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Mtume akasoma aya hiyo akasema wa anna hadha sirati mustaqiman, na kwamba hii barabara iliyonyooka hii ndiyo njia yangu mimi iliyonyooka. Fattabi'uhu, ifuateni. Wala tattabi'u subula, msifuate njia zingine. Fatafarraqa bikum an sabili, zikakutenganisheni zikakuwekeni mbali na njia ya Allah. Dhalikum wasaakum bihi, hilo ndilo ambalo mmepewa wasia nalo ili muweze kufikia kiwango cha ucha Mungu. Hadithi imeishia hapo. Hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu imeishia hapo. Wanawachuoni wa hadithi walipoichukua hadithi hii walifafanua kwa kiwango kikubwa sana. Tutaangalia baadhi ya ufafanuzi wa hadithi hii na maana ya haya maneno ya Abdullah ibn Mas'ud. Kwanza kabisa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Mas'ud anasema khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqiman, alituchorea sisi Mtume njia iliyonyooka. Katika riwaya Imam Ahmad inasema alianza upande wake yeye, yani alianza kuuchora mstari kwa upande wake Mtume huko alipo, kisha akaunyoosha ule mstari, alianzia kwake. Washereheshaji wa hadithi wakasema njia hii inaanza kwake yeye Mtume alayhi salatu wasalam na inaishia kwenye janna, pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani mwanzo wake lazima itoke kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ukiifuata hiyo njia mwisho wake inakupeleka wapi? Katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala, nayo ni pepo. Kisha Mtume akasema na hii ndiyo njia ya Allah. Nukta ya kwanza. Nukta ya pili, akachora kuliani na kushotoni khututan, njia nyingi sana. Akasema hakuna katika hizi njia isipokuwa njia ambazo ndani yake pana shaytan yad'u ilaiha, anawaliita watu kwenye hizo njia. Tayeb, tukirudi kwenye Qur'an, shaytani anawaita watu, anawalingania watu awapeleke wapi? Qala Allah ta'ala, Allah ametuambia shaytani yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Si ndio hivyo? Shaytani huwalingania watu wake ili wawe watu wa motoni. Kwa hizi njia zote za kuliani na kushotoni, kila moja katika hizo njia kuna shaytani anawaita watu ili awapeleke kuwa katika watu wapi? Motoni. Qur'ani pia imetafsiria, Qur'ani imetufafanulia pia shaytani kwenye Suratun Nas tunaoisoma kila tunapokuwa katika baada ya swala zetu na tunapotaka kulala. wa min sharri alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, alafu nini? Min aljinnati wan nas. Pana mashaitani wa kibinadamu na kuna mashaitani wa kijini. Kwa hiyo hawa naowalingania hawa sio mashaitani maana yake lahu qurun, ana mapembe,
ana mdomo si na nini. Binadamu wenzako wanakuita wewe wakupeleke kuwa katika ashabun nar, kuwa ni katika watu wa motoni. Alipozichora hizi njia za kulia na kushotoni, Mtume akasema hizi njia za kuliani na kushotoni zinakutoeni na kukutengeni na kukuwekeni mbali kabisa na njia ile ambayo Mtume kaichora. Mkizifuata hizi njia, njia ya kulia hizi za kulia, kushoto mkazifuata, zitakutengeni, zitakuwekeni mbali na hii njia iliyonyooka ya Allah, ya Mtume mpaka kwenye janna. Kisha Mtume akasoma aya sasa, wa anna hadha, na kwa hakika hii ni moja, sio mbili wala tatu wala nne wala tano. Bidha limufradin mudhakkarin ashir bidhihi wa dhi tita ala al-untha iqtasir. Ibn Malik kwenye alfia anasema bidha limufradin, kwa kutumia ismu ishara ya hadha, ashiria kwa mtu mmoja. Bidha limufradin mudhakkarin ashir, kwa dha, yani hadha, ashiria kwa kitu kimoja cha kiume. Kwa hiyo Allah aliposema wa anna hadha, na kwa hakika hii njia ni, hakuna njia tano hapa, njia ni moja tu. Tena akasema sirati, kayegemezea kwake, njia yangu mimi Allah subhanahu wa ta'ala, mustaqiman, imenyooka hiviko, si mnasemaje Kiingereza, yani imenyooka straight, hakuna kona kona. Alhalalu bayin walharamu bayin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathiru minan nas. Halali iko wazi, haramu iko wazi. Kati ya halali na haramu kuna mambo yenye kutatiza. Mtume katuambia jiepusheni nayo, mtaipa heshima dinini. Mambo ya halali yote yako wazi, mambo ya motoni yako wazi, wanaolingania kwenye batili na shar wako wazi, wanaolingania katika haki pia wako wazi. Njia ni moja. Allah kasema fattabi'uhu, mahali shahidi hapo, ifuateni hiyo njia moja. Njia yenye kufuatwa ni moja pekee, hakuna njia tatu. Kwa hiyo maana yake hizi njia zote za pembeni hizi zinazowaita watu na kuwalingania watu, maana yake tujitenge nazo. Fattabi'uhu dhalikum wasakum bi, huo ndio wasia mmeusiwa nyinyi. Sasa tukirudi kwenye ufanuzi wa hadithi hii sasa, hii njia iliyonyooka ni njia ya Uislamu sahihi ambayo kaja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Din aliyokuja nayo Mtume, hii ndio njia iliyonyooka. Njia zingine zinazofuata zikiwalingania watu, njia za Kiyahudi, njia za Kinasara, njia za Kibudha, njia za Kikomunisti, njia za Shuyuiyin, Liberaliyin, Ilmaniyin, sio wakina nani, njia za Ahlud Dalala, watu wa bid'a, ahwa, watu wa matamanio, kulluha batil, zote ni batili, zote. Ndio maana Allah subhanahu hajatupa sisi jina isipokuwa jina hilo, huwa sammakumul muslimina min qabl, amekuiteni nyinyi ni Waislamu. Hakuna jina lingine mlopewa nyinyi, yeye mmepewa ni Waislamu. Haujapewa jina wewe sijui unaitwa tariqa nani sijui nani, wewe hujapewa jina lolote zaidi ya Muislamu. Bali Qur'ani, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yamekaripia kabisa makundi na vinjia, yamekaripia kabisa. Wala takunu minal mushrikin, na wala msiwe katika washirikina makafiri. Minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a, wale ambao wameiacha dini yao wakawa makundi. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, likawa kila kundi katika wao kwenye yale lilionayo linafurahi. Aya hii inathibitisha wazi pia hakuna kwenye Uislamu makundi. Bali sio hivyo,
aya maarufu ambayo tunaisoma sisi kila siku, asilimia kubwa Waislamu wanaisikia. Allah subhanahu wa ta'ala alipokuja kumleta mtume alayhi salatu wasalam na kuwakuta watu wa Madina na makundi mengi, mizozo mingi sana, akawaunganisha wao na muhajirin na maansari. Allah akawaambia wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, shikamaneni kwenye kamba ya Allah nyote wala msitengane, wala tafarraqu, wala msifarikiane. Kisha kasema wadhkuru ni'matallahi alaykum, ikumbukeni neema ya Allah subhanahu juu yenu, idh kuntum a'daan, pindi mlipokuwa maadui, fa'alafa baina qulubikum, akaziunganisha kati ya nyoyo zenu, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kwa neema ya kuwaunganisha Allah mkawa nyinyi ni ndugu, kwa neema ya Allah kuwafanyeni ni waislamu mkawa ni ndugu moja. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha, mlikuwa ukingoni wa kuingia motoni kwenye ukafiri wenu, Allah akakuokoeni akawekeni katika Uislamu. Aya hizi na zinginezo zote zinakanusha njia za pembeni. Na kwa hoja hiyo sasa, panathibitishwa wazi ya kwamba Uislamu unaharamisha, tena tahariman muabada, uharamu wa milele, makundi katika Uislamu. Hakuna kujiita wewe sio nani, wewe sio nani, wewe sio nani. Uislamu hautaki makundi, hautaki kabisa. Haya ni mambo tumeanzisha sisi wenyewe. Sisi ndio tumeyaweka tu, lakini Allah hajaweka makundi yote kwenye Uislamu. Kawataka watu wote wa Uislamu. Na hata hili utaliona baadhi ya maulama wetu na mashaikh wetu wanakataza kutengeneza usalafi kwa kikundi, kuharamisha kabisa kwamba unaposikia naitwa mimi ni salafi au salafia, hichi sio kikundi hichi. Kwa sababu kikundi lazima kiwe na muasisi aliyekianzisha, wawe na maalim zao na nembo zao zinazowatambulisha, wawe na dhawabit na vidhibiti vyao na kanuni zao. Ndio maana ya kikundi hicho. Kama walivyokuwa makundi mengine, Muslim Brotherhood, Sururiyun, Ansari Sunna, Sufiyuna, sio matablighi na wengine, wana kanuni zao na wana kiongozi aliyeasisi hiyo tariqa na njia iliyokuwa nayo. Uislamu umekataza makundi kabisa. Haukuja Uislamu kuhalalisha makundi. Uislamu umewafanya watu kuwa wamoja. Aya hii nimewasomeni. Mtume kachora mstari mmoja kabisa, kasema hii ndiyo njia yangu. Tena Allah anamwambia fattabi'uhu, ifuateni. Uje utuletee hoja kwamba Allah amesema tuwe masufi, tufuateni usufi, tufuateni Hizbu Tahariri, chama cha ukombozi, tufuateni sio ikhwani, Muslim Brotherhood. Leteni hizo aya na hadithi zimesema kuweni maikhwani, kuweni ma Muslim Brotherhood, kuweni sio taasisi gani, sio kuweni wapi. Hiyo aya imesema hivyo, iko wapi? Hadithi gani ya mtume ruhusu tuna makundi hizi? Uislamu umetutaka tu waislamu wale kama tutakuja kuelezea hapa ni mwishoni mwake. Kwa mujibu aya hii, wa anna hadha sirati mustaqiman, Allah amesema fattabi'uhu. Inabaki masala sasa, ni Uislamu gani ambao mtume alayhi salatu wasalam na maswahaba waliokuwa nao? Hiyo ndio pointi ya msingi sasa. Ni Uislamu wa Muslim Brotherhood wa kutaka ukombozi, ni Uislamu wa Hizbu Tahariri wa kutaka kuleta uhuru wa dunia, wa kuweka sio ahkamu za kisheria na vinginevyo, ni Uislamu wa kisufi huu wa kwamba watu watumie hekima, wawe na busara, wajipe lengo la dunia, wajiamulie na wataka kwenye mambo ya dini. Uislamu wa namna gani unaotaka aliuacha mtume alayhi salatu wasalam? Hii ndiyo maana yatakikana ikae mezani. Lakini makundi yote kwa ujumla wake ni haram. Uislamu hutaki makundi yote, ni haram kabisa. Na anafanya makosa mtu ambaye anajitengenezea usalafi kikundi, anafanya makosa kabisa. Kwa sababu as-salafia hiyo ndio dini yenyewe. As-salafia ndio Uislamu sahihi aliouacha mtume alayhi salatu wasalam, ambao wewe watakana ufuate. Yani ukiufuata Uislamu ndio tayari hiyo, hata usipojiita wewe salafi. Kitendo cha kufuata dini aliyoacha mtume alayhi salatu wasalam
Hata wewe kama hautojiita salafi, wewe ni Muislamu tayari. Hakuna haja mpaka kujinasibisha jitu mimi fulani fulani fulani, hakuna haja hiyo. Ni upi Uislamu aliuacha Mtume sallallahu alaihi wasallam? Sasa pointi yangu ya mazungumzo ipo katika haya mazungumzo, hichi kipengele sasa. Uislamu aliouacha Mtume sallallahu alaihi wasallam laha maalim. Uislamu aliouacha Mtume alayhi salatu wasallam una nembo, una qawaid, kanuni zake, una dhawabiti zake. Ukiufuata tu basi خلاص Muislamu wewe, wala una maneno tena. Ndio huo Uislamu wenyewe. Maalimul ula, nembo ya kwanza ya Uislamu ni at-tauhidu billahi subhanahu wa ta'ala. Dini ya Mtume imejengeka kwenye kumpwekesha Allah peke yake, hapo tu. Ni maalimul ula. Maalimu thani, nembo ya pili, ittiba'u nabii sallallahu alaihi wasallam, ni kumfuata Mtume alayhi wasallam. Mabili. Maalimu thalitha, nembo ya tatu, ittiba'u fahmi sahabati ridwanullahi alayhi, ni kufuata ni kufuata uelewa na ufahamu wa maswahaba katika dini. Hii ndio misingi mikuu mitatu ambayo nitaizungumza, pakiwa na muda nitaongeza vingine tena. Msingi wa kwanza, tauhid. Nini maana tauhid? Ni kumfanya Allah kuwa peke yake katika kuabudiwa, umiliki, uumbaji, utawala, usimamizi wa kila kitu. Ni kumfanya haya mambo ni ya kwake yeye subhanahu wa ta'ala. Wa kuabudiwa ni Allah tabaraka wa ta'ala peke yake. Huu ndio msingi mkubwa katika da'wa na katika Uislamu. Kuthibitisha hili, Qur'ani imethibitisha biayat kwamba Allah subhana aliwapeleka mitume, jambo la mwanzo kuwafundisha watu wao ni at-tauhid. Jambo la mwanzo, mitume hawajawafundisha watu zaka, mitume hawajawafundisha watu kuwafanyia wema wazazi wawili. Eti jambo la kwanza tuwafanyie, anza kuzungumza mambo ya wazazi wawili wafanyie wema, hakuna. Mtume sallallahu alaihi wasallam anapewa utume alayhi salatu wasalam. Hawa Arabu hao kabla ya Uislamu walikuwa wanajua umuhimu wa kuwafanyia wema wazazi wawili. Hadithi fi al-Bukhari, hadithi ya Khadija bin radhiyallahu anha, hadithi ya Aisha inaanza hivyo. Khadija akamwambia Mtume, Khadija baada ya Mtume kutoka kwenye gharu Hira, alipokuwa ameporomoka na toka kajifunika, yupo gubi, Khadija akampokea Mtume, akawa na mfadhaiko na hofu kubwa, akimwambia amepatwa na mshtuko. Khadija akamwambia, kalla la yukhzika Allahu abada, Allah hawezi kukudhalilisha wewe, innaka la tasilur rahim, kika yako unaunganisha udugu. Wewe ni mtu unaunganisha udugu. Hapo hata amri moja ya kuunganisha udugu bado. Maana yake Mtume katika mema yake aliyokuwa akiyatenda kabla ya Uislamu ni kuunganisha udugu. Kwa hiyo Uislamu ukuja neno la kwanza kabisa, mambo ya ukarimu wa wazazi, kuwafanyia wema wazazi wawili. Sio dawa ya Uislamu hiyo. Watahmilul kalla, na kuwasaidia watu wenye majukumu, wenye matatizo, wazee, mafakiri, maskini. Kwa Mtume alikuwa anafanya hayo kabla hata ya Uislamu. Kwa hiyo Uislamu haukuja kulina hayo mambo. Bali sio hivyo, hata swala makafiri kabla ya Uislamu walikuwa na swali. Yani Isa tunaoswali sisi, achilia mbali haia na huu mfumo wao wenyewe. Qala Allah ta'ala fi surah al-Anfal, Allah amesema kwenye surah al-Anfal, wama kana salatuhum inda al-bayti illa mukaan wa tasdiya, na haikuwa swala ya makafiri kwenye Kaaba isipokuwa walikuwa napiga makofi na miruzi. Kwa walikuwa na swali kwa waswali. Na kuulizeni, aya hii inasema walikuwa na swali kwa waswali. Wama kana
salatuhum inda albayti illa mukaan wa tasdiya. Piga miruzi ndo na swali hivyo. Tena wengine tafsiri walikuwa na swali uchi. Ile mukaan wa tasdiya maana kuna swali uchi uko unapiga miruzi. Lakini suratu Maida ustazi usiende mbali. Wama aj'altum siqayat alhaji wa imarat almasajid. Pia walikuwa kwenye mambo ya hija walikuwa nafanya ikram nyingi za kuonyesha watu maji. Wema huo makafiri walikuwa kabla kuja Uislamu, mtume hajaja, katika wema wao wale mahujaji wanakuja kufanya ibada ya haji wanawapa maji vya maji mingi, wanafanya ikramu, wanawapa uji, wanafanyaje mema hayo. Lakini mtume alipokuja hakudili na hayo mambo. Na walikuwa wanaoana pia. Kuoana pia walikuwa wanaoana. Mtume hakuja kudili mambo ya ndoa. Eti la kwanza tu umuhimu wa ndoa, jamii na nini. Halikuwa lengo lake hilo mtume la kwanza sallallahu alaihi wasallam. Kuonyesha ya kwamba malengo ya mitume na manabii la kwanza kabisa tauhid. Kwamba hawa watu wote hawa hawatakikani kumwabudu kiumbe yoyote, wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Tukianza kwenye upande wa manabii, surati Hud peke yake tu, ukichukua surati Hud utakutana na mifano ya manabii chungu mzima. Zaidi ya manabii 6 wametamkwa mule. Neno lao la mwanzo wanawaambia watu wao, ani'budullaha ma lakum min ilahin ghayru wa ila adin akhahum huda idh qala qaumihi ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Adi aliwaambia watu wake hivyo, Shuaib aliwaambia watu wake hivyo, Salih aliwaambia watu wake hivyo, muabuduni Allah, hamna mola mwingine yote. Suratu Hud nenda kaifungue hiyo. Manabii zaidi ya manabii 5 6 wanawaambia watu wao, muabuduni Allah, hamna mola mwingine. Hapana mola wa kuabudiwa wa haki isipokuwa Allah. Muabuduni Allah peke yake. Manabii zaidi ya manabii 5. Ibrahim alayhi salam, nyinyi mmjua Ibrahim Khalilur Rahmani. Kwani sababu ya Ibrahim yeye kuchomwa katika moto na kuunguzwa nini? Ni kuyakufuru maibada ya masanamu, si ndio hivyo? Ibrahim ameadhibiwa na kuchomwa katika moto baada ya kupinga ibada ya kuabudu masanamu na akalivunja lile sanamu kubwa. Wakaona huyu sasa kama hamtomzuia kwa akili yake ile unayo kubwa, huyu ataiharibu miungu yote. Wakamchoma moto Nabiullah Ibrahim. Hawakumchoma kwa sababu alikuwa anawaambia kuweni watu wema, fanyeni heshima na watu kwa utaratibu, kwa busara, kwa hekima, swalini, fungueni zaka, fungeni. Hakuunguzwa Ibrahim isipokuwa kwa neno hili la tauhid. Da'wa ambayo haijengeki na huu msingi, hiyo sio da'wa ya sawa. Na hichi ni kipimo ninakupa wewe. Pima hayo makundi yako yote unayojua wewe. Chukua sufi wote wa Tanzania, wa Kiemeni, wa kiwapi, wapime wanayazungumza haya ninayokuambia. Je, wanawaambia watu muabudu Allah kisawasawa, waache miungu yote? Wapime tu. Njoo Muslim Brotherhood, muasisi wao Hassanul Banna nchini Misri. Lengo la Hassanul Banna katika protokoli zake za kikazi za kidawa alizokuwa akizirindimisha humu ndani nchini Ilunga, profesa anamuita profesa wa form 4, alikuwa anasema ya kwamba moja ya tekniki yao ni kushika utawala wa nchi hii. Profesa form 4 shakuona ndio huyo sasa, kwamba watu wakitaka kushika dola, cha kwanza kabisa yani wakitaka kufanikiwa Waislamu washike dola. Ndio maana mmeshamsikia Ilunga, Allah mrehemu, huko aliko alikuwa anazungumza mafanikio ya maserikalini, hospitalini, jeshini, polisi, kwenye mgambo, sijui namna ambavyo maikhwani imesogea tayari umeshapanda juu. Ashakuwa na watu wamewashika hivi. Kwa maana yake watu walipofika ni wao kuingia bungeni, baada ya hapo wapindue nchi. Ndio mambo yao. Thaura ndio dini ya Muslim Brotherhood. Wakamgomanisha ule nani Jafari Mneke ule wa Mtwara, kaenda kufanya kupiga kura tafuta kuwa mbunge, piga mabomu kweli kweli kule, akakimbia mbio, akaona Tanzania nikafa bure, ili awe mbunge aingie kwenye upande huo wa sheria.
Ponda suya hapo zinaseka, mbona hawi abadilishi sheria yote ya nchi? Sasa amegombea mwaka huu, si mwaka gani 2025, si ndio? Ponda, mnamsikia Ponda, sikagombea ubunge hapo. Wote ndo hao process zao ni hizo, kuingia kwenye bunge, ukishafika kwenye bunge ubadilishe na nini, sheria ibadilike, hiyo sheria ya Kiislamu. Wapi na nakwambia maneno. Mfumo hauanzi bungeni, tuache hayo. Kwa hiyo pima watu wote katika makundi. Wanawalingania watu kwenye tauhid, njoo tablighi. Tablighi nao wanasemaje? Tablighi unawajua wewe, tablighi wale ndugu zetu Waislamu wanaotembea wamevaa viremba na nani hao. Wanawalingania watu kwenye tauhidi. Wanazungumza tu ukubwa wa Allah, ukubwa, lakini tauhid. Kwa sababu hii da'wa, ndugu zangu, na waambieni wanafunzi wenzangu, ukiwaambia watu waabudu Allah kiukweli, wa kuambia lazima wewe upate maadui wakubwa sana, lazima, kwa sababu ni maneno ya kweli. Kuna mifumo imetengenezwa humu ya kuwatoa watu kwenye ibada ya kumwabudu Allah. Unapoambiwa kumwabudu Allah sio kuswali tu kadhani kuswali, yani mfumo wako maisha wote muelekezee Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anatuambia ni Qur'ani, wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula, na kwa hakika tulipeleka kwenye kila umma mtume awaambie nini? Ani'budu Allah wajitanibu taghut, muabuduni Allah na mjitenge na taghut. Kila mtume aliambiwa hivyo, kila mtume unamjua wewe na usiyemjua aliambiwa waambie watu wake hivyo. Kwa hiyo Nabiiullah Ibrahim ameteswa kwa sababu ya hili jambo. Ashabul ukhdudi mnawasikia wasamai dhatil buruj, wale wameadhibiwa kwa sababu ya neno hili la ilaha illa Allah, aabudiwa Allah pekee yake, wakaadhibiwa wakachoma moto. Nabiiullah Zakaria wamemchinja Mayahudi kwa sababu ya kuambia watu la ilaha illa Allah. Nabiiullah Isa wamemfanya mpaka kuwa ni Mungu, wamemfanyia vitimbi vingi sana alayhi salam, mpaka Allah akamnyanyua akampeleka kwake kwa sababu aliwaambia watu la ilaha illa Allah. Hakuna dawa yenye kufanywa vitimbi kama hii. Wewe ukitaka salama upende na watu wote, wewe zungumza mambo ya tabia njema, mambo ya wake, talaka, mambo sii ya kusaidia mayatima, utapendwa na kila mtu. Kuna mtu asiyempenda Usman Mwalimu hapa? Kila mtu anampenda Usman Mwalimu kwa sababu dawa zake za kawaida tu, visa vya fisi, nyau, chura, mbwa, safi, hakuna mgogoro na mtu wote. Naye anamchukia Usman Mwalimu. Mimi mwenyewe kipindi cha nyuma kana mpenda, tuna yuko simple bana, mawaidha laini inaingia kilini, una safi, nafsi inatulizana, sahihi. Lakini unazungumza tauhid, huwezi ukawapenda siku moja, huwezi, kwa sababu utaona kabisa ile maneno yalivyo ni makali, sio maneno laini. Na hii ni ishara ya wazi, nyoyo za watu zimetengwa kabisa na tauhidullah, nyoyo zimetengwa kabisa. Ndio maana kuna watu humu kwenye dunia yetu wanaamini riziki anazipata kwa kusoma. Riziki yake anaipata kwa yeye kuwa na kile gamba lile. Kuna mtu anaamini kwamba riziki yake anaipata kwa sababu yeye kuwa na hirfatun, kuwa na kipaji cha kucheza mpira anapata riziki, ana kipaji cha kuimba anapata muziki, akipata kipaji cha kutengeneza ukapenta anapata riziki. Kwa hiyo anaamini kipaji chake ndio riziki. Sasa tauhid inakataa hilo. Tauhid inakataa hivyo kwa sababu riziki sio kipaji. Mwenye kutoa riziki ni nani jamani? Allah subhanahu wa fis samai rizqukum wama tu'adun. Riziki iko mbinguni, ndio anaigawa. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya. Sisi tumegawa maisha ya watu, tunakunyanyua wewe, tumekushusha huyu, tumnyanyua huyu, tumemshusha sisi. Allah anasema hivyo, ni mimi ndio ninayefanya hivyo. Sio hicho kipaji chako, la sio utaalamu wako, sio gamba lako hilo. Tulipokosa tauhidi hii, watu waliamini kwamba riziki ni elimu unayoipata. Na kuna watu kwa macho yake mtu anayeamini hivyo, ana watu wanawajua ni mambumbumbu, matwiro, mazuzu, hayana elimu yoyote na ana hela kumshinda yeye. Halafu bado ameng'ang'ania tu, bwana elimu bwana, elimu ndio kila kitu, pata riziki sio elimu ustazi, anayetoa riziki iko juu huko. Umeshindwa kuelewa nguvu yake, ndio maana umeifunga riziki yako kwenye elimu na kipaji chako. Tauhidi imekosekana hapo. Kuna watu wanaambia ni lazima unywe madonge na mamiti shamba milioni 20. Piga miti shamba pako unachanganyikiwa. Mwanamke anakunywa mpaka ladha ya miti yote anayojua.
Unapeleka hospitalini, kojoa manii yako yapelekwa kwenye kifaa. Jamani, subhanallah, hii dunia ina matatizo hii. Kuna vyumba viko pale General pale, unaingia pale unakojoa manii, piu, yanakamatwa, yanapelekwa vifaa na pimwa speed yake. Hivi yako milioni 2. Haya inabidi yawe milioni 1 simu 25. Acha wewe bana, huko uongo bana wewe. Kadhab. Mwenye kuleta watoto ni Allah peke yake. Na hii ni kwa ushahidi wa Qur'an. Nabiullah Zakaria amelia miaka mingi, uzee ushampata. Inni wahna al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba walam akum bidu'aika rabbish. Allah akaja kumwambia Nabiullah Zakaria, tumekubashiria mtoto wewe. Baada ya kumwomba Allah muda mrefu sana, akabashiriwa mtoto, akapewa mtoto wake Yahya. Suratu Shura, lillahi mulku samawati wal ardh yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inathan. Umiliki wa kila kitu ni wa Allah, na anaumba anachokitaka, ampa amtakaye mtoto wa kike na ampa amtakaye mtoto wa kiume, au anawachanganyia, au anamfanya mmoja wao kuwa tasa. Allah peke yake. Tauhidi ilipokosekana, walijifungamanisha watu na mizizi. Tauhidi ilipokosekana, walijifungamanisha watu na hospitalini. Wakaacha kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye mwenye kuleta watoto, wakaenda kujitegemea nini? Mitishamba. Nabidi uangalie tarehe hizi, tarehe hizi, fulani nini, tarehe za hatari. Hatari wapi? Nabii Ibrahim kazaa miaka 86, wewe amezaa miaka 86, babu kikongwe. Hata ukiyapima ile mani yake inavyotoka kiutaalamu haendi speed. Na kazaa watoto wao Ismail na nani? Na Ishaq. Sasa unasema jambo la watoto anayeleta nani? Ilipokosekana tauhid, watu walikwenda kuwaomba wasio kuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ilipokosekana tauhid, watu walikwenda kuwaomba asiye kuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waliomba mizimu, waliomba wazee wao, waliwaomba mashehe kwenye makaburi, walifanya tawassuli na majini, walifanya kila aina ya ushirikina. Walipokosa tauhid, ndio maana nawaambia da'wa ya mitume yote ni tauhid. Kwa da'wa hii ya mitume ni lazima ufanyiwe uadui. Bali naweza kuthibitishieni, Qur'ani kulluha tauhid. Hii Qur'ani unaiona imsafu na unaona wewe, mwanzo wake mpaka mwisho ni tauhid. Maneno ya Ibn al-Qayyim Jawzi. Nataka tuhesabu, twende tuanze. Suratul Fatiha, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maana yake ni tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hiyo ni sura ya kwanza kwenye Qur'an. Kwako peke yako tunakuabudu, na kwako peke yako tunakutaka msaada, tauhid. Ibada zote zinapelekewa Allah, kuomba, kuchinja, kutegemea, sio mtoto, sio nini, vyote nadhiri, vyote apelekewe Allah subhanahu wa ta'ala. Kutegemea, mtegemea Allah. Shida, mtegemea Allah. Iyyaka na'budu, kwako tu kuabudu, wa iyyaka nasta'in, na kwako peke yako tunakutaka msaada. Msaada mkubwa ni wa Allah subhanahu. Fa idha ista'anta fasta'in billah. Mtume kamfundisha Abdullah bin Abbas, ukitaka msaada mtake msaada Allah. Umeona point ya kwanza hiyo, suratul Fatiha. Na hapo sijaanza alhamdulillah, tauhid al-asma wa sifat, ar-rahman ar-rahim, tauhid al-asma wa sifat, maliki yawmiddin, tauhid ar-rububiyyah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tauhid al-uluhiyyah. Sura ya pili, sura gani? Suratul Baqara. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. آية ya kwanza, amri ya kwanza kwenye Qur'an ni hii aya. Ukiulizwa ni ipi amri ya kwanza kwenye Qur'an, ni hii aya. Suratul Baqara, Allah anasema enyi watu, na ukichukua neno enyi watu hapa utakuta huko nyuma wametajwa wanafiki, wametajwa waumini na wametajwa makafiri. Baada ya kutaja hayo makundi matatu yote, Allah akaleta hii aya hapa akasema ya ayuhan nas, enyi watu wote, makafiri, wanafiki, waumini, ubudu rabbakum, muabuduni mola wenu. Amri ya kwanza hiyo kwenye Qur'an. Halafu hiyo aya ya pili inayofuata pakafuata katazo la kwanza kwenye Qur'an.
Katazo la kwanza kwenye Qur'an likasemaje? Fala taj'alu lillahi andadan, msimfanyie Allah wenza. Allah hana washirika, yuko peke yake. Fala taj'alu lillahi andada, wenza hapa maana yake ni wasaidizi, kwamba kuna watu wanamsaidia Allah. Usifanye kuna mtu anamsaidia Allah kwenye kazi zake. Ndio maana makafiri kwenye sura Safati walikuwa wakimlalamikia Allah, wakilikiri kosa lao waliposemaje? Idh nusawikum birabbil alamin. Siku ya kiyama makafiri watasema, pale ambapo nyinyi viumbe wengine tulikufanyeni sawa sawa na Mola wa ulimwengu. Kwa hiyo hakuna mtu aliyelingana sawa sawa na Allah subhanahu. Hakuna, kataa hilo. Amri ya kwanza hiyo ni sura al-Baqara. Njoo sura Ali Imran, aya ya kwanza pale inasemaje? Alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah ndiye mwenye muabudiwa peke yake aliyekuwa al-hayy tena al-qayyum. Aya ya kwanza kabisa pale imetuamrisha tauhid. Hapana muabudiwa wa kweli isipokuwa Allah peke yake aliyekuwa hai tena msimamizi. Tusemaje tena hapo? Njoo sura An-Nisa. Tauhid, aya zote kwenye Qur'ani, msahafu wote ni tauhid, kila sura tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye sura An-Nisa, ومن يشرك بالله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Allah hasamehi dhambi la ushirikina, anasamehe madhambi yasiyokuwa ushirikina. Tauhid, dhambi la kumshirikisha Allah na kiumbe kingine, ukamuomba jini, ukamtaka msaada shetani akuletee mtoto, ukamtaka si wali, ukamtaka shekha usaidie upate maisha mazuri, akakufanyia dua, akakuwekea machale mengineyo, ukaamini shekhi ndio msaada wako mkubwa, kwenye kaburi lake ukaenda kumlilia na kumtakia shida shekhi kwenye kaburi. Shirkum billah. Ukagaragara kwenye makaburi ya mashekhe, ukajifanya wewe ndio muridi uliokunywa ijaza wewe, ukalala kwenye makaburi mule ndani. Shirkum billah. Suratul Maida ustadhi. Tena suratul Maida, Nabiullah Isa alipoambiwa, anta qulta linnasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min duni, wewe Isa ndiye uliwaambia watu hawa wakufanyie wewe na mama yako ni waabudiwa kinyume na mimi. Isa anaambiwa hivyo na Allah siku ya kiyama, wewe Isa ndio uliwaambia watu hawa wakufanye wewe na mama yako ndio waabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Isa akakataa kabisa. Mwisho kama ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi, in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi. Mimi niliwaamrisha wa kuabudu wewe peke yako subhanahu wa ta'ala, na wewe unayajua leo kwenye nafsi yangu na wala mimi sijui leo kwenye nafsi yako. Suratul An'am, Allah subhanahu wa ta'ala, humo ndo kuna chungu mzima, lakini inazungumzia watu wa Makkah. Sura ngumu yenye tahaddi, yenye challenge kali dhidi ya makufar na kila mushrikini. Suratul An'am, Allah subhanahu kawataja manabii karibuni 25 akitaka watu wote waamini wale, lakini mwisho haja akatuambia sisi sasa waumini wote wale ambao innal ladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Hiyo ni aya nyepesi tu ya mwanzo. Wale ambao wameamini na hawakuichanganya imani yao na ushirikina, maana kwa mabudu Allah barao peke yake, wakamwabudu Allah peke yake, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun, hao ndio wenye amani na hao ndio walioongoka. Imani yangu ya kuamini Allah ikawa hivyo hivyo, nikafanana imani yangu kama alivyoiamini mtume na maswahaba, imani hiyo peke yake, nitapata amani. Lakini pia sikumchanganya Allah na washirikina, nilimwacha peke yake kwenye mambo ya ibada, nimwabudu yeye peke yake.
Sikusema kuna mashekhe wanajua ghaibu, sikusema kuna mashekhe wanajua sio na miujiza, sikusema sio kuna mawali wa Allah wanajua sirrul asrar, wanajua siri za ndani, wana ilmu al-batini, wana elimu ya ndani ya kujificha ambayo sio ya dhahiri. Sikusema hayo. Mimi nimesema elimu yote ipo kwa Allah subhana, na yeye ndo anastahili kuabudiwa peke yake. Watu namna hii Allah anasema ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Hiyo ni suratu An'am. Suratu Al-A'raf, manabii wametamkwa pale wengi sana, akiwemo Nabiiullah Nuh alayhi salam, akiwemo Nabiiullah Salih, wametamkwa wote hao. Twende Suratul Anfal, tena hiyo ndo kabisa. Allah kwenye aya ya mwanzo, aya ya 3 tu anatuambia kuna kuwaumini wa kweli wale ambao wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim ish, na kama wao wanamtegemea, hata kwenye kutegemea wanamtegemea Allah subhanahu, waumini wa kweli, wa ala rabbihim yatawakkalun. Na hiyo sura pia Allah alisema qul lilladhina kafaru in yantahu yughfaru lahum ma qad salaf wa in yaudu faqad kana sunnatul awwalin. Waambie makufaru, qul lilladhina kafaru in yantahu, ikiwa watakoma, wataacha ukafiri wote, ushirikina wote wakiuacha, yughfaru lahum ma qad salaf, yani wakawacha ushirikina wakamwabudu Allah peke yake, wakaacha kuabudu masanamu, wakaacha kufanya ibada za haji pale wakiwa uchi wanapiga mamiruzi yao, wakawa wanaabudu masanamu yao na vinginevyo. Allah anasema yughfaru lahum ma qad salaf, tunawasamehe yote yaliyotangulia, yote Allah anawasamehe. Suratu Tauba aya ya kwanza kabisa Allah anatangaza kujiweka mbali yeye na mtume wake na washirikina, bara'atun minallahi wa rasulihi, aya ya kwanza kabisa. Yani ile aya ya mwanzo tu Allah anatangaza tangazo la wazi kabisa, yuko mbali Allah na mtume wake kunako washirikina wanaoabudu hivyo wanavyoviabudu pale. Shirku billah, Allah anaikanusha shirku billah, anataka wote waabudu Allah peke yake. Suratu Yunus, amma yujibu al-muttarra idha da'ahu. Allah subhanahu wa ta'ala, suratu an-Naml, amma yujibu al-muttarra idha da'a. Allah subhanahu wa ta'ala pindi mtu mwenye shida akimuomba amuondoshee dhara lake, au muomba Allah subhanahu wa ta'ala. Suratu Ra'd, suratu Ibrahim, yani si nitakumaliza sura zote mpaka saa ngapi jamani? Njoo suratu Ibrahim. Allah subhanahu kaupigia mfano mti, ambao asluha thabitun, shina lake liko ardhini, wa far'uha fi sama, na tawi lake liko mbinguni. Na huo ameupigia mfano wa mtende, kama mtende ni mfano wa la ilaha illa Allah fi tafsir. Shina lake fi qulubil mu'minin, la ilaha illa Allah imejaa kwenye nyoyo za waumini. Wa far'uha fi sama, kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wamejifungamanisha na Mola wao tabaraka wa ta'ala. Lakini hiyo pia suratu Ibrahim, baada ya kulipigia mfano kalimatun tayyibatun, halafu akapigia mfano wa mti ambao ni mbaya, jituthati min fawqi al-ardi ma laha min qarar yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Kisha akamzungumza Nabiiullah Ibrahim. Kwenye hiyo suratu Ibrahim Allah akamzungumza Ibrahim. Ibrahim aliwaambiaje watu wake? Wajinubni wa baniya an na'budu al-asnam in rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Allah anamuonesha Ibrahim anajiweka mbali na ushirikina, mpaka kwa watoto anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun. Njoo suratu Nahl, suratu Hijri, aya ya mwisho kabisa suratu Hijri, Allah anasemaje? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu Mola wako mpaka kikujie ujio mauti. Endelea na kumwabudu Allah mpaka umauti ukujie. Suratu Nahl, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. Suratu al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayn
Sasa unasema sura gani ambayo haina tauhid? Njoo mpaka sura gani usiwe unataka wewe nikwambie? Kila sura kwenye Qur'an ni tauhid. Haya, dai na mwalimu anafundisha miaka yote hazungumzi tauhidi, hazungumzi uharamu wa ushirikina, hauzungumzi ushirikina kwa sampuli zake, na haelezi vichanguzi vya Uislamu vilivyomo ndani ya ushirikina. Haelezei. Yeye anakuambia tu muabudu Allah, usiabudu kitu kingine. Bado wamepatikana watu kana nchi yetu hii wanasema dunia sasa hivi haina ushirikina. Waislamu wote wanasema la ilaha illa Allah. Kwa nini mseme kuna ushirikina? Tunawashangaa watu. Hawasomi Qur'ani hawa, hawasomi sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa mfano katika sampuli za ushirikina. Hadithi fi Musnad Imam Ahmad, hadithi Uqbah ibn Amir al-Juhani. Anasema Uqbah ibn Amir al-Juhani, aqbala ila an-nabii sallallahu alaihi wasallam rahathun. Kilikuja kikundi cha watu 10 kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, fabayahum, Mtume akakipa bai'a ya mkono. Kila mtu akifika mtu wa kwanza, Mtume anampa mkono, anapita. Wa pili anampa mkono, wa tatu. Thumma amsaka anil akhir, Mtume akazuia mkono wake kwa mtu wa mwisho. Qalu qam ya Rasulullah, bay'ata tasi'a au bay'ata tis'ata, umewapa bai'a watu 9 wa tarakta alwahid, umemwacha mtu mmoja, kwa nini hujampa mkono kumkubalia bai'a yake? Qala, Mtume akasema inna alayhi tamimatan, huyu bwana amevaa hirizi huyu, mwangalieni. Kweli mzee ana mzigo wa hirizi kauvaa, kavaa hirizi kavaa. Hadithi fi Musnad al-Imam Ahmad, hadithi Uqbah ibn Amir al-Juhani. Mtume sallallahu alayhi wasallam, ima mtume au yule mwenyewe mhusika, akaingiza fa adkhala yadahu faqata'aha, akaingiza Mtume mkono wake akaikata ile hirizi, kalikata. Kisha Mtume akasema man allaqa tamimatan faqad ashrak, mwenye kutundika hirizi mshirikina. Hakuna watu wanavaa hirizi humu mwetu? Nakuulizeni mashehe, hakuna watu wanavaa hirizi? Wako wanavaa, kama wataki wapo. Wewe sasa utaki kusema wapo. Wanatundika paka watoto wao kwenye mashingo, kwenye mikono, kwenye viuno. Basi kama hirizi hizo unasema labda hazipo, hakuna hirizi za mapenzi? Hakuna watu wanafanya malimbwata? Hakuna. Dume limewekwa mkononi, hawapo wao. Lina mali lakini inaishwa na mke. Unadhani kwa nini? Ni hirizi ya mapenzi. Na kwenye sunna inaitwa tiwalata. Mtume akasema inna ruqa watamaima watiwalata shirkun. Mtume akasema hivyo. Hirizi ya mapenzi ile ni ushirikina. Anakuja shehe anakuambia hakuna ushirikina, Waislamu wote wanasema la ilaha illa Allah na haya mahirizi. Tuache hilo, kama hirizi hujielewi. Labda uchawi upo au upo? Uchawi ni Uislamu? Uchawi ni Uislamu? Jawabu hapana. Uchawi ni ukafiri kwa mujibu wa Qur'an. wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman wama kafara Sulaiman walakinna shayatina kafaru yuallimuna an-nasa as-sihr. Alafu mwisho wale malaika waliwaambia watu, wanawaambia wale watu wanaojifunza uchawi, wama yuallimani min ahadin, na hawakuwa wanawafundisha mtu yote wanayomfundisha isipokuwa wanamwambia inna yaqula wama yuallimani min ahadin hatta yaqula inma nahnu fitnatun fala takfur. Malaika wanasema uchawi ni ushirikina, ni ukafiri. Uchawi ni kufru billah. Haya, unasemaje? Hakuna watu wachawi? Wapo. Hakuna watu wanarogana? Wako. Wamemroga Mtume, wakina kwenye Labidi wamemroga Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakachukua nywele zake wakaziweka kwenye kisima, chini ya kisima kule wakazichukua nywele za Mtume wakaziweka. Uchawi upo kwenye umma huu, ni katika aina ya ushirikina. Unasemaje kama ushirikina haupo kwenye jamii yetu? Ushirikina upo. Na unapowaona mashehe wazungumzi mambo haya ni kwa sababu ni moja ya kula gurush, pesa wanatafunia kwenye huu mlango. Moja ya riziki za mashehe wa mjini ni huu mlango, tauhidi huu. Kwa hiyo tukiuzungumza ule mfereji wa Iran unaopicha mafuta unaitwaje? Hormuz, utakuwa umezibwa. Basi elewa tu hivyo. Utakuwa umeuziba, hawatokula. Ndio maana nasikia mashehe wanaogopa, wewe atakuua yule. Shehe usiwachezea, atakupiga albadili. Albadili unajua maana yake nini? Albadili mushirikina. Mimi nimeisoma albadili mimi. Usinione hivi, nimeisoma.
Najua mpaka dua zinazosomwa nini kinachanganywa kwenye, mimi najua. Chumvi za mawe, ndimu, viwembe, sindano, chungu cheusi, kuku, kucha za kuku zinawekwa. Wanafunzi wanasoma Wasiatu Shafi na kuna kitabu kingine Ganjul Arsh anasoma, alafu wewe unayetaka ufanyiwe albadili unakaa kwenye kile chungu, unajifunika shuka, unaikaanga ile chumvi mle ndani na hizo ndimu zimejaa viwembe na chupa na nini, unakuwa unatia nia au liwe afya afanyaje, unatia nia pale. Jamaa wanaangusha kitu. Chizi yawe chizi, unakwenda kwa mtu chizi. Uchawi huo. Shiriki hiyo, huo ni ushirikina. Mitume walikuja kukataza haya mambo. Mitume wa Allah subhana walikuja kupinga vitu vyote hivi, wakiwataka watu kuenda sharai wamlilie Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana wakafanyia uadui. Ndio maana wale washirikina wa Maka walimwambia Mtume, aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Yani anataka hii miungu yote ife, abakie Mungu mmoja tu. Hili jambo la kustaajabisha sana hili. Kwa sababu wanajua moja ya sehemu yao ya maisha ni haya mambo. Bali walimwita Mtume siku moja washirikina wa Maka, walimwambia hivi, kama kuna uchawi umefanyiwa tuambie, tukuletee mtaalamu mkubwa katika waganga akutoe ile zinduo lako lote. Wao aliyekuroga huyo, kama kuna uchawi umepewa wewe mkubwa na kufanya mpaka umekuwa kama ndo wazimu hivi, tuambie tukuletee mganga mkubwa sana au toe huo uchawi wako uliokudhuru wewe. Walikuwa wanafanya haya mambo. Dodoma yetu hii kuna mashekhe wanasoma mbele za watu, wanatoa mawaidha, halafu katika vitabu wanavyovitaja wanataja vitabu vya kichawi. Kama hicho kipande hicho amesoma, lakini kasoma kwenye kitabu fulani. Hicho kitabu ukienda kukitafuta ni kitabu kimejaa matalasimu ya kishirikina. Ndio Sheikh Google Bahari ile limevaa mapete kama matatu hizo mangapi. Atoa ushahidi wa kitabu. Hicho kitabu anachokitamka siwezi kutajia kwa sababu sio kitafuta. Ukikigugo kwenye mtandao ukakipiga kopi, ukakicheki, kimejaa matalasimu sijui ya kuzuia manii, matalasimu ya kuzuia kufanya manii, matalasimu ya kumjua mwizi, matalasimu sijui yani makorokoro ya kichawi yote yamejaa mle ndani. Wachawi. Tauhid, napozungumza tauhid, msingi wa kwanza wa da'wa ya Uislamu wa kweli ni tauhid. Kwa hapa hapatakiwi kukwepwa, yani utakuwa kila neno maneno yao wazi, bal naqdhifu bil haqqi ala al batil fayadmaghuhu. Haki inapokuja lazima iondoe batil. Ikiacha kuzungumza tauhidi, maofisini huko patakuwa panawaka moto. Watu wanarogana kweli kweli. Kupata ajira mpaka na pulize. Hawa watu na vyao vya nini hao wanaogeshwa maji ya ajabu kweli kweli. Tembezwa kwenye mashimo humu, tembezwa kwenye makaburi. Fuata mpira nyinyi. Sio timu hii, sio timu ile, ni uchawi na ushirikina. Haya mambo unayokwepaje sasa? Unasemaje kama kwenye jamii yetu hakuna ushirikina? Dawa ya kwanza ya mitume ni kuwalingania watu kwenye tauhid. Nimalizie hiki kipengele. Nikimalizia kipengele cha kwanza, Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala ametoa ahadi ya kwamba sisi tukimwabudu yeye peke yake na tukajiweka mbali na ushirikina sote, kwenye shida, mafanikio yako, mtoto wako kuumwa, ukiumwa wewe kamlilia Mola wako tu peke yake, sisi Waislamu wote tukiwa hivyo tutakuwa viongozi wa dunia hii. Tutakuwa viongozi, sisi ndio kwa watemi hapa. Ushahidi Qur'an, wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati, ametoa ahadi kwa walioamini miongoni mwenu na wakatenda matendo mema. Allah katoa ahadi. Ahadi gani? Moja, la yastakhlifannahum fil ardh, atawafanya wao ndio makhalifa, viongozi kwenye nchi na ardhi zote. Sikia aya hiyo, sikilizeni hiyo aya hiyo. Atawafanya wao ndio makhalifa, viongozi kwenye ardhi. Sisi ndio tutakuwa hao walioamini na kutenda matendo mema ndio watakuwa makhalifa, na atakaye wafanya ni yeye.
sio mfanyaji yeye ndo atakaye wafanya mu makhalifa. Tanzania hii dola Islamia, Kenya dola ya Kiislamu, Rwanda, Burundi, Uganda, wapi kote huko Afrika hii dola Islamia, yote nchi za Kiislamu panakuwa na khalifa huyo mmoja tu. Mwizi kamatwa, katwa mkono, piga mawe paka kafa aliyezini. Hudud za kisheria zinasimama. Hakuna mabaa, hakuna sima korokoro gani, hakuna. Wanawake wote wamevaa stara, hakuna leo kana majuba na nili manguongo yake ya uchi, hakuna. Mambo yote ya Kiislamu, la yastakhlifannahum fil ardh. Allah kasema hivyo, atawafanya wao kuwa ni makhalifa kwenye ardhi. Moja, mbili, wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum. Atawapa nguvu kwenye ile dini ambayo kairidhia kwao. Dini yao ya Kiislamu itakuwa ni dini yenye nguvu, yenye izza. Mtu akisikia Uislamu atatemeka hivi, kafiri akisikia Uislamu jamani, mwenyewe anaogopa. Kama ilivyokuwa zama za Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, kama kwenye kitabu cha Iqtida as-Siratal Mustaqim, ile kisa cha Umar kirefu, au inasemwa ya kwamba manaswara hawa Wakristo hawa walikuwa wakiwaona jamaa katika maswahaba wa mtume au jamaa katika maswahaba katika matabi'i, wale wanafunzi wa maswahaba, wale manaswara walikuwa wakiwaona hivi yani wao manaswara wamekaa mfano pembezoni kuna nyumba, halafu wale wakawa wanapita pale, basi hawa namna ambavyo yartajifun, wanavotikisika kiasi cha kwamba wanatamani kile walichonacho wawape tu bure.